Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, ni kualike jioni ya leo na wakati huu tunapoanza somo letu, somo la faraja usiku wa leo. Hapo ulipo rafiki yangu, ni kualike katika kuomba. Baba mwema, Mungu wetu, asante kwa kutupenda. Asante kwa kutulinda mimi na mpendwa msikilizaji. Jioni hii ya leo tunasogea kwako kuomba nguvu na uponyaji. Tunasogea kwako kufanya mahusiano yetu na wewe kuwa ya karibu sana. Baba, pokea maombi yetu. Pokea neno hili kwa jina la Yesu. Amen. Mpendwa unayenisikiliza, katika maisha ya hapa duniani watu tunapitia changamoto nyingi, kila mtu kwa namna yake. Yawezekana hata sasa kuna changamoto yako unayopitia. Kuna shida unayopitia. Yawezekana ni ugonjwa ambao umekaa muda mrefu katika maisha yako. Madaktari wamekuambia ugonjwa huu si wa kupona. Ugonjwa huu unahitaji kuishi tu kwa matumaini, ni kwamba hakika utakufa. Nataka nikutangazie jioni ya leo ya kwamba damu ya Yesu, ile ya thamani iliyokununua kutoka dhambini, kwa kupigwa kwake Yesu wewe ulipona. Anahitaji tu umwambie shida yako na changamoto yako. Baba wa mbinguni anatupenda sana. Anatuambia tuombe bila kukoma. Ni kweli umeomba kwa muda mrefu. Ni kweli umejinyima kwa muda mrefu katika changamoto ulio nayo. Lakini bado ungali unapitia changamoto katika maisha yako. Bwana anatuambia kwamba endelea kuomba, maana yeye yupo anakuangalia. Biblia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 17. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Bwana alijua, mpendwa rafiki yangu, shida yako ulio nayo. Uvimbe wako ulio nao katika shingo. Uvimbe wako ulio nao katika moyo, katika tumbo lako. Anajua miguu yako inavyokusumbua. Anajua presha yako iko juu wakati mwingine na kuumiza. Anajua kisukari chako ambacho kimekuwa kikusumbua sana. Anajua ugonjwa wako huo wa saratani ulio nao. Baba, anajua unapitia huzuni kiasi gani. Anajua umeachwa na wapendwa wako. Anasema omba bila kukoma. Maombi yawe ni pumzi ya roho zetu na yawe mfereji kwa baraka zote. Ombi linalomwelekea tabibu wetu mkuu Yesu Kristo kwa ajili ya uponywaji wa roho au uponywaji wa mwili linaleta baraka ya Mungu. Na sala, mpendwa rafiki yangu, zinatuunganisha sisi na Baba yetu wa mbinguni. Sala zinamleta Yesu upande wetu. Yesu ambaye alichomwa mkuki kwa ajili yako.
Yesu ambaye amesema ameenda kutuandalia makao. Yesu ambaye alitemewa mate kwa ajili yetu. Kristo Mwokozi wetu, yeye naye mpendwa rafiki yangu alijaribiwa na changamoto na shida kama unazozipitia wewe. Mambo yote yaliyompata ni kama yanayotupata sisi. Usijione kwamba Bwana amekuacha. Bwana bado yuko pamoja nawe hata katika changamoto yako nayopitia hiyo. Yesu anahitaji tu muite. Yeye Bwana hakutenda dhambi. Alivumilia changamoto alizokuwa nazo. Sikiliza, alifanya nini? Muda wake mwingi alitenga nyakati za usiku ambapo Mwokozi alizitumia katika ule mlima wa Mzeituni na jangwani. Kwake zilikuwa ni muhimu sana kumwandaa yeye kwa ajili ya majaribu ambayo ilikuwa lazima akutane nayo katika siku zilizokuwa mbele yake. Alihisi hitaji la kufanywa upya na kuimarishwa kwa roho na mwili ili akutane na majaribu ya Shetani. Majaribu hayo unayopitia mpendwa rafiki yangu, wewe unayenisikiliza jioni ya leo, unaweza ukajiona kana kwamba umetengwa na rafiki na ndugu, lakini Mwokozi hajakutenga. Anatuambia sisi, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Mpendwa rafiki yangu, una changamoto nyingi ambazo unazipitia. Mungu wa mbinguni anakuhitaji. Mungu wa mbinguni anasema omba tu bila kukoma. Hiyo shida ulio nayo, ugonjwa huo ambao uko nao, madaktari wengi wameshangaa kwa ajili ya ugonjwa ulio nao. Wakati mwingine na ndugu na jamaa wamekutenga kwa sababu ya ugonjwa ulio nao. Ndugu na rafiki wamekukimbia kwa sababu ya umasikini ulio nao. Umekuwa muhitaji kiasi kwamba watu wamekuwa wakikukimbia. Wakikuona wanapandisha vioo vyao vya magari. Ukiwapigia simu wanahisi kana kwamba hawakuiona simu yako. Yuko Mwokozi ambaye alikufa kwa ajili yako. Anajua utakula nini. Yeye ambaye anashikilia roho yako hata sasa. Mkabidhi yeye maisha yako. Huzuni zako mkabidhi Bwana. Maumivu yako mwambie Bwana, mwili wangu na ukabidhi kwako. Mng'ang'anie Bwana kama jinsi Yakobo alivyomng'ang'ania. Akasema, sikuachi Bwana usiponibariki. Hata katika shida na changamoto ulio nayo, hata katika magonjwa ulio nayo, mwambie Bwana, sikuachi usiponiponya. Ni heri nikalala mauti nikiwa upande wako, lakini nina imani kwamba kwako ndipo kuna uzima wa milele. Nina imani kwamba kwako ndipo kuna mibaraka. Nina imani kwamba kwako Bwana uzima upo. Nami najikabidhi mikononi mwako. Mwambie jioni ya leo. Yeye alitukomboa katika dhambi. Yeye asifiwe. Anasema hakuna hata unyasi ambao usiomtukuza yeye. Yeye Mwokozi wetu anajua hitaji ulio nalo. Bwana anasema hivi, sisi tunahitaji kuomba mibaraka kwake. Tunahitaji kuomba uponyaji kwake.
naye atatuachia uponyaji. Yesu mwenyewe aliomba, na Yesu alijaribiwa na mambo yote kama sisi, ila aliomba bila kukoma. Hebu maisha yako usiku wa leo, unapoenda kulala, huo ugonjwa wako, kukata tamaa kwako, yawezekana ni binti umezalishwa na watu wakakukimbia. Yawezekana ni kijana umefukuzwa katika kazi. Yawezekana ni kijana umefukuzwa nyumbani kwa ajili ya kumfuata Kristo. Yawezekana una familia lakini haujui utawarisha nini. Bwana huyu ambaye alikukomboa kwa damu anajua. Yeye alikufidia msalabani, atakurisha, atakuvika. Wapo watu wake, atatuma malaika zake kwa jinsi ya wanadamu, nao watakusaidia. Sikilize, hebu mkabidhi Bwana maisha yako. Yeye Mungu amekuchora katika vitanga vya mikono yako. Baba wa mbinguni akubariki sana unapomkabidhi maisha yako kwake. Damu ya Yesu ya thamani hutuokoa makosani, hutuongoza katika wokovu. Bwana na asifiwe sana. Mpendwa, hebu nikuombee. Baba mwema, Mungu wetu, unamwona huyu binti akiwa katika familia fulani, yawezekana sio ndugu zake, na wanamtesa. Wakati mwingine wamemweka kando, kula chakula pembeni. Baba uliye mwema, sikia machozi ya binti huyu, mfute machozi yake, mfute huzuni zake. Anakulilia wewe ambaye Bwana ulimuumba. Unamwona kijana huyu ambaye ametengwa mbali na ndugu zake na wazazi wake. Kuna mwingine yupo hapo mahospitali, wamemkimbia. Ana ndugu zake wana pesa lakini wamemkimbia. Machozi yake yakiwa yanatiririka katika kitanda hicho. Baba, muinue katika ugonjwa wake. Muinue katika ugonjwa wake. Yupo mwingine anapitia changamoto, kisukari kimemkamata sana, hata anatembea kwa kupepesuka. Baba, mpatie nguvu. Mpatie nguvu mtoto wako huyu. Kuna mwingine huyu Baba hajui ataenda wapi, hajui atakula nini. Familia imekuwa ni kubwa kwake na uchumi umeshuka. Amefukuzwa kazi, hana sehemu yoyote ya kupata mahitaji. Baba, msikie mtoto wako huyu, mbariki, endelea kumwinua katika maisha yake. Baba, wapo wengi wanaopitia changamoto na shida katika ndoa zao. Baba wa mbinguni, nakusihi, ndoa hii ambayo haina amani, huyu baba ambaye amekimbiwa na mke wake, ameachwa na watoto, mpatie faraja. Huyu mama ambaye amekimbiwa na mume wake, mpatie faraja. Huyu binti ambaye anakulilia, alitegemea, alijua kwamba huyu mwanaume ataendelea kuwa pamoja naye katika maisha, lakini kamzalisha na kamkimbia. Jamii yote inamuona huyu binti kana kwamba ni malaya. Baba, nakusihi, mfute machozi yake huyu binti. Wapo wengi wanaolia Baba, wanakutegemea wewe tu. Wakati mwingine wamekata tamaa, wengine wamepitia magonjwa makubwa mengi na yapo mwilini. Wanaona sasa yatosha kuteseka na magonjwa haya. Kwa ombi hili Bwana, yoyote atakayesikia akikwambia shida yake katika mwili wake,
katika kichwa chake, shingo yake, pua yake, macho yake, masikio yake, kifua chake, mikono yake, mgongo wake, tumbo lake, mbavu zake, kiuno chake, miguu kupasuka moto. Baba, katika figo yake, katika bandama lake, katika ini lake, katika sehemu yoyote appendix. Baba wa mbinguni, wewe ni muumbaji, wewe ni tabibu. Ponya mtoto wako huyu, miguu inawaka moto, anatembea kwa shida. Mponye usiku wa leo, mpatie faraja, kalale karibu naye. Muonyeshe ahadi yako kwamba wewe ulikufa kwa ajili yake, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Asante Jehova, maana unaendelea kuwaponya watoto wako. Asante Mungu wetu, maana unatupenda. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Malaika zako watume tuma malaika zako Bwana, futa machozi ya watoto wako, futa machozi ya watoto wako wanakulilia. Maisha yao, maisha yake ameyaweka mikononi mwako. Asante Mwokozi. Fiwe